Lakini kikubwa zaidi kwa ndugu zangu Waislamu, mabinti zangu Waislamu, kwa wanawake wa Kiislamu, abaya ni lazima. Mwanaume ambaye anakwepa majukumu ya kukununulia abaya hakupendi. Ni aidha iwe ni kipindi cha mfungo au sio cha mfungo. Abaya kwenye sikukuu ya Eid ni lazima kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ambaye hanunuliwi abaya na mwanaume wake, huyo mwanaume anakuwa na matatizo. Ni aidha huyo mwanaume sijui nielezeaje hivi, sitaki kuongea vibaya kwa sababu tuko kwenye mfungo mtukufu, astaghfirullah. Lakini kikubwa zaidi ambacho ningependa kukizungumzia leo ni kwamba abaya ni muhimu kwa mwanamke. Mwanamke anatakiwa kununuliwa, na mwanamke hatakiwi kununua abaya kwa fedha yake. Abaya inatakiwa itoke zawadi kwa mwanaume wake. Kwa hiyo mwanaume, kama unampenda mwanamke wako, kipindi hiki cha sikukuu mnunulie abaya. Usipomnunulia abaya na kumpa pesa ya sikukuu mwanamke wako, ina maana kuna mwanamke unampa. It means ya kwamba wewe ni tapeli. Unatumia wanawake 3 4 tofauti, kwa sababu kama hautampa mwanamke wako, sisi tutampa. Na usije ukaja ukachukia siku ukakuta sisi tunamhudumia mwanamke wako. Na wala usikasirike ukiona mwanamke wako kaweka status video yangu, kwa sababu sisi ndo tunampa pesa. Kwa hiyo wewe kama utashindwa kumnunulia mwanamke wako abaya, mimi nitamnunulia. Sina shida. Na kiwango halisi cha kununua abaya unatamani kiwe shilingi ngapi maybe? Okay. Mwanaume akikununulia abaya chini ya 500,000, huyo ni tapeli. Hiyo iko wazi. Sasa hizo ni bora mwanamke ajinunulie mwenyewe. Wewe mwanaume unaendaje kumnunulia mwanamke abaya la laki? Unanyoka kabisa dukani na kununua. Nenda kamnunulie mwanamke wako abaya la 500,000 kwa kuonyesha umuhimu na thamani yake. Kwa sababu mwanamke wako akiwa na thamani, timisi wewe pia value yako inapanda. Ni sawa na mimi nikaenda nikatembea na mwanamke, labda nimchukue Kenya, mlembo mwenye fedha, na mimi fedha zangu tukachanganya, tunavuruga. Lakini kienda nikachukua mwanamke chokola Kenya ambaye haeleweki, tayari thamani yangu inashuka. Kwa hiyo hata wa Tanzania, kama una mwanamke wako, mnunulie abaya kuanzia 500,000. Lakini pia mwanamke anafaa kusuka nywele kuanzia 1,000,000. Mwanamke na mwanaume ndo anatakiwa provide. Umeelewa? Na sio kusuka, ni wanaweka zile wigi, sio wana bondi, sio nini. Kiwango cha si ukatafuta. Yani ukiona unatembea na mwanamke ambaye sio kiwango chako, ina maana wewe ni mwizi, umeenda kutembea na mwanamke ambaye hakufai. Mwanamke ana matumizi makubwa kuliko wewe. Tuachie sisi. Sasa wewe si bora uamue ku left group tu, sasa wanaume ndo wakuhudumie. Sasa mwanaume unaanzaje kulalamika mwanamke wako anaomba 200,000? 200,000 hiyo si ni hela ya chakula changu cha mbwa?